Karibuni sana KingoFarm. Sasa ndugu zangu, leo hii ninataka niwaelezee kwa undani jinsi ambavyo unaweza ukajikinga na ugonjwa hatari kabisa, ugonjwa wa mdondo. Ugonjwa wa mdondo, wapo watu ambao wanauita ugonjwa wa kideri, wengine wanauita ugonjwa wa Newcastle, na huu ugonjwa mara nyingi sana waga unakuaga na chanjo. Sasa nataka nikupe mbinu ambazo unaweza ukazitumia ili kuepukana na huu ugonjwa. Maana ugonjwa huu ni hatari sana, ni ugonjwa ambao unaua sana kuku. Yaani kiasi kwamba kama utashindwa kuwapa chanjo kuku wako, ukaingia bandani kwako na ukashindwa kabisa namna ya kuweza kutibia huu ugonjwa, basi tambua kwamba utaondoka na kuku wengi. Sasa nataka hapa niwaonyeshe chanzo cha huu ugonjwa. Huu ugonjwa bwana, unasemekana kwamba huwa unasababishwa na haya maua haya hapa. Huu ni mwembe, ni mti wa mwembe ambao kwa sasa hivi ndio upo unatengeneza maua kama hivi. Umeona? Sasa kipindi ambacho, kwa mfano hii miezi hapa, huu mwezi wa 8 huu hapa, maua mengi sana yanatengenezwa kwenye miti kwa ajili ya matunda. Kama mwembe huu, unaona huu mwembe umeshatengeneza maua, lakini pia ukija hapa unakutana na huu mkorosho umetengeneza maua, na ukiconnect dot inakuja kama hivi. Ni kweli, kwa sababu mwezi unaofuata hapa, mwezi wa 9 na wa 10, ni mwezi ambao kideri ndio utasikia watu wengi sana. Hata mimi kwenye kundi, mimi nakutana na wafugaji wengi sana. Utasikia kuku wangu wanahara kinyesi cha kijani, kuku wangu sijui anakunja shingo, kuku wangu analia kama firimbi. Yani wanakutajia zile dalili za kideri, na kila wafugaji hapo unakuwa unawaambia hicho ni kideri, hicho ni kideri. Kwa hiyo huenda ni kweli kabisa ya maua ndio yanasababisha kideri. Na muda mwingine ambao kuku anapata sana kideri ni mwezi wa 9. Ule mwezi wa 9 ule, mara nyingi sana utakuta mwezi wa 9 na wa 8 ndio vinaungana. Pia kuna mwezi wa 12, nataka niseme mwezi wa 12 pia kuku anapata sana kideri, ambapo pia pale kuna maua waga yanatokaga tena. Mfano hii mikorosho hii hapa, hii mikorosho sasa hivi inatoa maua, itatoa matunda mwezi wa 10. Mwezi wa 10 tayari wanaanza kuvuna mnani, lakini tena inakujaga awamu ya pili tena inatoa maua tena. Umeona? Mwezi pia wa 4 ni mwezi ambao pia ni mwezi pia wa kideri sana inatokea. Ukiachana na haya maua kuwa ni chanzo cha mwanzo kabisa, lakini dalili chanzo cha kideri ni kwamba ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka kwa kuku mgonjwa kwenda kwa kuku ambaye sio mgonjwa, na unaambukizwa tu kwa njia ya hewa. Yani ni ugonjwa ambao ukiingia kwa kuku mmoja, kwa mfano ukamchukua huko kuku mwenye kideri ukamweka shambani kwako, ana uwezo wa kuambukiza kuku wote pale na unaua vibaya mno. Yani nimeshashuhudia kesi nyingi sana za wafugaji wengi sana wakipoteza kuku wao kutokana na huu ugonjwa. Kwa hiyo ni ugonjwa mmoja hatari sana. Lakini pia hata kwa mfano sisi hapa shambani tuna kuku ambao wanaumwa kideri, umeshambulia ugonjwa hapa. Jirani pale na yeye ana kuku wake wana uwezekano wa kupata kideri. Na kitu ambacho kingine muhimu sana, waga tunawapaga chanjo kuku siku ya 7 na siku ya 21 kwa ajili ya kideri. Nimeshakutana na wafugaji wengi ambao wao waga wanadhani kwamba kuku kishampa kideri ile chanjo, basi hawezi akapata tena huo ugonjwa. Jamani, unaweza ukampa kuku wako chanjo ya kideri na akapata huo ugonjwa vizuri kabisa. Mara nyingi sana waga nabishana na wafugaji. Unakuta anakuambia kwamba bwana, mimi kuku wangu wanahara kinyesi cha kijani, lakini pia labda wanazubaa, ukimsogelea ukimstua anastuka kama vile mzima. Ni dalili za ugonjwa gani? Unamwambia hicho ni kideri. Anasema hapana, sio kideri, kwa sababu mimi kuku wangu niliwapa chanjo, tena nimerudia chanjo mara 2. Uwezekano wa kuku kupata kideri
upo pia hata kama umempa chanjo. Kwa hiyo zile dalili zile wala usipuuze. Ukiona kuku wako tayari anajisaidia, vinyesi kama hivyo, wanazubaa, wameanza kufa, ujue kabisa hicho ni nini? Hicho ni kideri. Sasa nitarudi hapa nikwambie tiba ambayo imetibu kutoka kwa wafugaji wengi. Tuliwapa hii tiba na kuku wao walipona kabisa kideri. Kabla sijakwambia hivyo, nikukumbushe tu unaweza ukajiunga na group la WhatsApp la KingoFarm kwa ajili ya mafunzo ya namna ya kufuga kuku. Ada yake ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi miwili. Mle tunaelekeza jinsi ambavyo tunafuga, jinsi ambavyo tunalea vifaranga, lakini pia kama una changamoto yoyote unaweza ukatupigia simu. Unajua muda mwingine wapo wafugaji ambao waga wanaita kabisa madaktari, njoo angalia bandani kwangu kuna hiki. Sisi pia tunakusaidia kwa njia ya simu tu. Kama una changamoto ukiwepo kwenye kundi la ada ambayo ni shilingi 8,000. Lakini pia kuna vitabu ambavyo ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hivi vitabu vitakusaidia sana. Issue ya kutengeneza chakula, mle tumeweka kanuni za kutengeneza chakula, labda jinsi ya kulea vifaranga. Wafugaji wengi sana hawajui hatua muhimu za kulea vifaranga. Sijui siku ya kwanza kupokea nitakuwa wape glucose, lakini pia vifaranga labda wanahitaji mazingira gani. Watu wengi sana wanakuwa bado hawajui, wafugaji wengi. Kwa hiyo ukiwa na kile kitabu unakuwa unasoma tu, unawapa jinsi ambavyo kitabu kinazungumza. Jinsi ya kutengeneza tiba za asili, kipo kitabu cha tiba za asili. Vitabu vyetu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Jamani, hatunaga hard copy za vitabu, tuna soft copy tu kwenye vitabu. Ukilipia tunakutumia. Na tukiendelea na somo letu, tiba ya kideri, namna ambavyo unaweza ukatibu kideri au Newcastle. Ugonjwa tiba unayotumia lazima iwe na vijiko 3 vya majivu. Yaani majivu ndio ni msingi kabisa wa kutibu huu ugonjwa, pamoja na majani ya aloe vera. Nitakuwa uwe na majani ya aloe vera 3, kitunguu saumu na tangawizi. Ukiweka na vijiko 3 vya jivu kwenye maji lita 10, ukawapa siku 3, kuku wako wanapona. Yaani kama wewe uamini, kwa sababu ugonjwa inasemekana hauna dawa ya dukani ambayo unaweza ukawapa moja kwa moja kuku wako wakapona. Tumia hiyo dawa, utakuja kuona kuku wako wanapona kideri kabisa. Sisi hapa shambani tumeshawahi kutibia hii dawa, pia tumeshawahi kuwapa wafugaji, walitibia kuku wao walipona. Tena kwa zaidi ya wafugaji, zaidi ya 70 hadi 80 huko, tukiwapaga hii dawa mara nyingi sana kuku wanapona. Lakini pia tumeiandika vizuri sana kwenye kitabu cha tiba za asili toleo jipya. Kama bado huna kitabu cha tiba za asili toleo jipya, na kushauri ununue ndugu yangu, kwa sababu kina vitu vingi sana vimeongezeka kutoka kwenye lile toleo la zamani. Tumeviongeza vitu vingi sana kwenye hili toleo jipya. Lakini pia kama unahitaji incubator, mashine, tutafute sisi KingoFarm. Sisi tuna workshop ambayo inatengeneza incubator ambazo zina ubora sana na zinakidhi mahitaji ya Watanzania. Unajua kuna incubator nyingi zimekuja hapa za China, hizi zinawasumbua sana watu kuseti, sijui kufanyeje settings, sijui nini, zinakuwa zinasumbua. Lakini sisi tunatengeneza incubator ambayo mtu yoyote yule anaitumia na unatotolesha vifaranga vizuri kabisa. Jamani, asanteni na kwaherini.